Yes, ibana, wahenga wanasema usinene ukamala. Ndizo kauli ambazo zimewahi kusikika kutoka kwa wahenga ambao walikuwa wakiasa maneno vijana wanapozungumzia kuhusu kitu chochote, basi wasijimalize kwa kiasi kwamba waache na akiba ya maneno. Kwa nini nimeanza hivyo? Kwa sababu kuna wachambuzi wa soka walizungumza kwamba Depp hatafanya vyema ndani ya ligi kuu ya NBC kwa kutazama takwimu zake za mechi 10 alikotoka, mechi 28 alikotoka. Nisiende mbali sana, nimtaje Farhan Keham, miongoni mwa wachambuzi ambao kwa mujibu wa takwimu zake alisema Depp ni mshambuliaji ambaye atakuja kuferi ndani ya Young Africans kulingana na takwimu zake za mechi 10 akiwa amefunga bao moja pekee na asisti moja, huku akicheza michezo 28 na akitoa asisti moja na kufunga magoli matano. Lakini kumbuka, siku zote wanakwambia mwisho wa ukurasa mmoja ni mwanzo wa kurasa nyingine. Yes, Aurelian Depp akasajiliwa na Young Africans, akajiunga msimu huu wa dirisha dogo la usajili kwa bilioni 1 na milioni 200 za Kitanzania. Pedro Gonzalez aliwashawishi vilivyo Engineer Harris kuhakikisha kwamba wanamshusha kijana kwenye kikosi cha Young Africans. Amecheza michezo miwili, amehusika katika mabao 4 ya Young Africans, kwa maana kwamba mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mashujaa KMC Complex alifunga na akatoa assist, kwa maana kwamba alihusika kwenye magoli mawili katika mchezo huo. Mchezo wake wa pili wa NBC Premier League, tunazungumzia mchezo wa ligi kuu, amefunga magoli mawili, moja mkwaju wa penati, moja akifunga header. Mabao mawili kwenye mchezo, man of the match. Mechi yake ya pili akacheza pia mechi yake ya kwanza ligi mabingwa barani Afrika akiwa na uzi wa Young Africans. Tuliona performance yake kiwanjani, miongoni mwa performance bora kabisa. Alionyesha ni mchezaji ambaye anakwenda kuingia moja kwa moja kwenye kutimiza wajibu na kile ambacho Young Africans wanatamani kuona kutoka kwa mshambuliaji. Haikuwa hivyo tu, twende tukatazame performance yake kiwanjani. Ni mchezaji pekee ambaye amefunga midomo ya wachambuzi wengi ambao waliamini kwamba Depp utakuwa ni usajili ulioferi kutokana kwamba alikotoka rekodi zilikuwa zinamkataa, lakini mwalimu aliamini kwamba ni mchezaji ambaye atakuja kuisaidia Young Africans, na yes, ameshathibitisha daraja lake la ubora katika michezo mitatu ambayo amevaa jezi ya Young Africans na kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Tukiachana na hiyo, ubora wa Depp uko wapi? Ubora wa Depp upo katika matumizi sahihi ya nafasi. Hilo ni jambo namba moja. Jambo namba mbili, Depp ni mzuri sana 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 katika kupiga mipira ya vichwa, kana kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuruka juu zaidi na kuweza kuskoka kwa kutumia kichwa. Tazama header ambayo ameshindilia kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Uzito wa kile kichwa, utazani alipiga mpira kwa kutumia mguu kama shuti vile. Uzito wa kile kichwa ni ishara ya kwamba ni mchezaji ambaye anafanyia mazoezi sana mipira ya kutenga, free kick, kona, lakini cross ni mzuri zaidi. Young Africans wanaweza wakabadili mpango kazi, wakawa wanatumia mawingback ambao wana uwezo mkubwa wa kupiga crosses, wakawa wanatumia mafullback ambao wana uwezo mkubwa wa kupiga crosses, kwa sababu wasipige ili mradi imepigwa cross, wapige cross kwa target, kumtafuta yuko wapi Aurelio Depp, kwa maana ni mchezaji ambaye anajua kujiposition, ni mchezaji ambaye anajua kukaa kwenye position nzuri, na ni mchezaji ambaye mpira ukitua kwenye heda yake anaipiga vilivyo na anaishindilia kweli kweli. Ni ngumu kwa mlinda mlango kuicheza, na hata mipira ambayo ni migumu kwa mlinda mlango yeyote yule duniani ukimuuliza kuudaka, basi ni mpira wa kichwa, kwa sababu unakuwa unabadilisha direction ya matamanio ya golikipa mpira unapokwenda. Lakini ni mpira ambao unakuwa una kasi zaidi, kwa sababu unakuwa kama ni wa kushtukizwa. So Depp ni mzuri pia wa kutumia mipira ya vichwa, anaweza akainufaisha Young Africans kwa sababu wamekuwa wakikutana changamoto kubwa kwenye mipira ya kona. Hawafungi magoli mengi kwenye kona Young Africans, lakini ujio wa Depp ndani ya kikosi cha Young Africans unatoa nafasi na kumpunguzia Pacome Zouzoua mzigo mkubwa wa kuibeba timu
pindi ambapo timu inabanwa. Ukitazama kwenye mchezo wa Dodoma Jiji, reference walikuwa Dodoma Jiji bize kumkaba Pacome Zouzoua, wakati huo wakisahau wachezaji wengine, na baada ya kusahau wachezaji wengine ndipo Depo kwa movement zake nyuma ya walinzi, kwa movement zake za kutafuta mashimo, kwa movement zake za kushuka kuchukua mipira na kutengeneza nafasi, zikaenda kuipa faida Young Africans, kwa sababu alikuwa anawashughulisha vilivyo kweli walinzi. Unajua kuwa mshambuliaji sio kuscore tu, bali kuna vitu vingi ambavyo mchezaji anavifanya ambavyo vinakwenda kuipa timu direct manufaa. Hata kama hatahusika, anaweza akahusika kwenye movement ya goli, anaweza akahusika kwenye ujenzi wa bao, anaweza akahusika kwa kuwatoa walinzi wa timu pinzani katika muundo mzuri wa kiulinzi na kuivuruga ile safu. Nazungumza nini? Mchezaji ambaye anakimbilia au kwa kuomba mipira na kureceive pass nyuma ya walinzi wa timu pinzani, anakuwa na nafasi nzuri ya kutengeneza nafasi ya kuscore yeye mwenyewe, ama anakuwa na nafasi ya kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine kupita ili kutengeneza nafasi ili wakutane na mipira katika space ambayo ni free na nzuri zaidi, kitu ambacho ni kigumu kwa walinzi kuweza kumfanyia coverage mchezaji kama huyo. Unatazama kabisa movement zake, touch zake, fake touch yake pia ni bora kabisa. So to me, Depo ni mchezaji ambaye ameikuta ligi dirisha dogo hili. Yes, anaweza akaingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania mfungaji bora wa msimu. Kwa nini? Mechi 2 amefunga goli 3. Yes, mechi 2 amehusika kwenye magoli 5 ndani ya ligi kuu ya NBC. Tuambie, kuna wachezaji wamecheza zaidi ya game 6-5 mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu, hata goli 2 hawana, hata goli 1, wengine wameachwa, wengine ndo kwanza wana magoli 2. Lakini Depo kwa mechi 2 tu amefunga goli 3, ametoa assist 2, amehusika kwenye magoli 5. Just imagine. Amazing man. Dakika 180 tunazizungumzia hapo. Kuna watu wameshatwanga dakika 500, hata magoli 3 hawana, hata assist 2 tu kwenye ligi hawana, hata matarajio ya mashabiki kwamba watafikia malengo yao hawana. Yaani unamuona mchezaji kila akiingia uwanjani ni anazurura. Ni kwa sababu timu yake haitengenezi nafasi? Inaweza ikawa pia ni sababu, lakini kwa Young Africans uchezaji wa Depo, nafasi ambazo zinatengenezwa, safu yao ya kiungo ambayo iko bora, sio timu ambayo inalenga zaidi kupiga pasi pembeni na kupiga back passes nyingi kama walivyo wapinzani. Hapana, wao wana focus kwenda mbele. Kuna pasi moja alipiga Mudathir Yahya Abbas kwenye mchezo wa Dodoma Jiji, ilipiga tobo pale, akawa anakwenda kukutana nayo Depo katika position ambayo angefanikiwa kuwahi ule mpira kama walinzi wasingemwahi, lilikuwa linakwenda kuwa bao bora sana ndani ya ligi, kwa sababu ya movement, kwa sababu pia ya pasi ambayo ilikuwa imepigwa, miongoni mwa pasi ambazo timu nyingi wachezaji kama wale hawana. So to me, Depo anakwenda kuwaziba midomo wale ambao walimkatia tamaa, na hakika usimkatie mtu tamaa. Tuambie maoni yako, performance ya Depo unavyoiona kiwanjani. Unaona ni mchezaji ambaye atakwenda kutimiza ndoto za kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC kwa msimu 2025-2026? Yes, so far kwangu mimi naiona nafasi hiyo kulingana na wachezaji ambao yuko nao, kama hatapota majeruhi. Lakini huyu ni mchezaji ambaye mashabiki wa Yanga, viongozi na benchi la ufundi, lakini pia kamati ya ufundi ya Yanga wanapaswa kumlinda kwa hali na mali, ndani na nje, kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye amebeba maono na matumaini ya Young Africans kufanya vyema msimu huu. Mshambuliaji ambaye walikuwa akimkosa, na atakwenda kumfufua na kufufua kiwango cha Prince Mpumelelo Dube, kwa sababu Dube sasa amepata changamoto katika position yake. Yes, hauwezi ukawa unapata nafasi hauscore, mwenzako akipata nafasi yeye anascore. You can never do that, kwa sababu amejua kabisa upinzani katika position yake umeongezeka, na asipokuwa makini dirisha kubwa anaweza kaachwa, na asipokuwa makini atakutana na kipingamizi kizito kwa Depo, na anaweza kasugua benchi vibaya mno na wale wapinzani waliomkatia tamaa Depo. Sasa rasmi mwamba ameanza kujitambulisha na kuishika mioyo ya mashabiki wa Young Africans. I don't know watazungumza nini, lakini tu nikwambie Depo ni bara jipya ndani ya ligi kuu ya NBC, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa na walinzi vibaya mno. Wasipokuwa makini, Young Africans itafunga mno, na watu wataishi kwa kuzungumza ya kwamba yes, huyu ni mchezaji ambaye
amekuja kuongeza kitu kikubwa ndani ya Young Africans. Watu watakuja na stori za GSM wanaharibu ligi yetu, na waamuzi huenda msimu huu wakisimamia uweledi, ligi ikawahi kumalizika na bingwa akajulikana mapema zaidi, hata ya michezo 5 mpaka 6 ya mwisho ya kutamatisha pazia la NBC Premier League. Nami toka mwanzo wa hiki kipindi, George Masubo. Karibu, endelea kusubscribe, like, share, comment ili uwe kwanza kupata habari zote za kimichezo ndani na nje ya soka la Tanzania. Ciao.